Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Alhamis. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni wabunge wataka waziri mkuu wa kasi. Bunge kumpigia kura, wadau wa siasa wampa ushauri. Rais Samia kutoa mwelekeo wa serikali bungeni kesho. Dr. Mwinyi kutangaza baraza la mawaziri. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. KKKT waliombea taifa kwa siku 7, habari katika ukurasa wa 3. Kesi ya uhaini ya Lissu ya kwama, habari katika ukurasa wa 7. 498 wapata ufadhili wa masomo sekta ya afya, habari katika ukurasa wa 5. Uchumi wazidi kuimarika, wakua kwa 6.3% makusanyo ya vuka lengo, habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Makala ahimiza viongozi wa dini kuomba amani, habari katika ukurasa wa 4. Mgodi wa North Mara wavuka lengo uzalishaji, habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, Alhamisi ya leo. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni matarajio ya wananchi. Wananchi wataja hoja 7 wanazotamani zipate majibu kupitia hotuba ya Rais Samia anapozindua bunge la 13, waziri mkuu mpya, baraza la mawaziri na vurugu za uchaguzi navyo vichukua nafasi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Baadhi ya mambo yaliyoainishwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni yaliyotokea Oktoba 29 kutokana na majeraha, vilio vya mauaji, kesi za uhaini vilivyotokana na vurugu za uchaguzi. Matarajio ni kuona Rais Samia kesho anatoa faraja, mwelekeo mpya na unaokwenda kuponya, kuimarisha umoja. Uteuzi wa waziri mkuu, haiba, msimamo, uwezo na uadilifu wa waziri mkuu anayeteuliwa leo, nao watajwa kutoa taswira ya utendaji wa serikali kwa miaka 5 ijayo. Mwelekeo wa serikali mpya. Hotuba ya kwanza ya Rais Samia kwa bunge inasubiriwa kutoa mwelekeo halisi wa serikali, mipango ya maendeleo na uimara wa bunge katika kuisimamia serikali. Baraza la mawaziri. Watanzania wanatamani kasi ya maendeleo na uteuzi wa baraza la mawaziri nao wasubiriwa kubainisha uwezekano wa kasi hiyo kwa kutegemea wahusika. Uponyaji au maridhiano baada ya vurugu wakati wa uchaguzi. Kauli za viongozi wa dini wakiwamo wanasiasa ni kuwapo kwa meza moja mazungumzo, lakini maoni ya wadau ni hatua gani za kuchukua kwa wahusika, mtu gani asimamie maridhiano. Na kwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni ya Rais Samia Suluhu Hassan, masuala ya mwelekeo kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika mrundikano wa wanafunzi mtakuja washtua, habari katika ukurasa wa 18. Lissu alianzisha upya, awapinga mashahidi. Dar es Salaam, Tundu Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, amepinga shahidi fichwa wa Jamhuri kuendelea ushahidi katika kesi ya uhaini dhidi yake,
akitoa sababu 6. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni moshi mweupe bungeni, waziri mkuu kujulikana, wabunge waeleza matarajio yao kwake, wataka mchapa kazi atakayesimamia miradi ya serikali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Serikali yajikita kuboresha mfumo wa utoaji gawio, habari katika ukurasa wa 4. Ngome ya vijana ACT atoa tamko vurugu za uchaguzi, habari katika ukurasa wa 3. Gazeti hili limeandika wakili wa serikali walaani machafuko siku ya uchaguzi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika nabii mkuu Joe Devi ateule balozi mwakilishi wa UNPAF, habari katika ukurasa wa 4. Wachimbaji madini wadogo Simiyu wayangukia serikali. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Rais Colombia asitisha ushirikiano wa kijasusi na Marekani, habari katika ukurasa wa 19. Gazeti hili limeandika mawakili wa serikali walaani vurugu, mauaji na uharibifu, habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Tutazame sasa gazeti Nipashe mwanga jamii lenye katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni waziri mkuu mpya katika hesabu kali. Jina lake kuwasilishwa bungeni leo, wabunge watoa moyoni wakichora taswira ya wanamtaka. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ndugu za viongozi mbalimbali akiwemo Ado Shaibu anasema tunataka kiongozi atakayesimamia rasilimali za taifa kwa manufaa ya wananchi wote, awe kiongozi wa ubunifu na atimize maono ya hayati Edward Sokoine. Joshua Nassari anasema tunataka kiongozi ambaye hataanza kuwaza kuhusu uchaguzi ujao au urais, bali atawaza namna ya kuwahudumia wananchi. Anne Malechela ndugu yake anasema tunahitaji waziri mkuu mwenye kasi kama Rais Samia Suluhu Hassan ili serikali iwe na ufanisi mkubwa zaidi. Masanja Kadogosa anasema uteuzi ni jukumu la rais mwenyewe na matarajio yetu ni kuona utekelezaji wa dira 2050 na ilani CCM unafanywa kwa vitendo. Nipashe limeandika COP30 mbegu himilivu kuteka mjadala wa kilimo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lissu aibuka na hoja 6 akimkataa shahidi wa siri, habari katika ukurasa wa 4. Ndugu yake ikisema waheshimiwa majaji, ninapinga shahidi kuwekwa kwenye kiboksi kile, sheria haisemi hivyo. Hicho kiboksi si kizimba cha kisheria na mahakama haiwezi kumtambua shahidi kama hajaruhusiwa kuonekana. Tundu Lissu. Gazeti hili limeandika KKKT yaliyojiri vurugu za Oktoba 29 yatangaza maombi siku 7 mwakilishi. Mawakili walaani vurugu, ACT Wazalendo yatoa hatua 6, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 na ukurasa wa 7. Gazeti hili limeandika ripoti Muhimbili, nimonia yazidi kuwa tishio kwa uhai wa watoto na wazee. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 8. Mshtakiwa niliteswa kituo cha polisi huku nikimwagiwa konyagi, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga jamii. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Tunatazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni umrithi wa Majaliwa hadharani. Jina la waziri mkuu mteule kuwasilishwa bungeni, wabunge kulithibitisha. Kitendawili cha naibu spika kuteguliwa leo. Spika Zungu atoa agizo wa bunge kufunguka matarajio yao kwa waziri mkuu mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika 2015 hadi 2025 ni kipindi cha miaka 10 ambacho Kassim Majaliwa amekuwa waziri mkuu wa Tanzania aliyeteuliwa mwaka 2015
kushika nafasi hiyo. Jina la mrithi wake aliyeteuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan litawasilishwa bungeni leo na kuthibitishwa na wabunge. Nukuu ya spika wa bunge, Spika Zungu, inasema kesho, leo Alhamis, kikao cha 3 cha mkutano wa kwanza wa bunge, kazi zitakazofanyika ni kuthibitisha uteuzi wa waziri mkuu, uchaguzi na kiapo cha naibu spika. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. STAMICO TIRDO kufanya utafiti wa madini, habari katika ukurasa wa 3. Serikali kuboresha mfumo utoaji gawio, habari katika ukurasa wa 3. Jinsi ya kuondoa uvimbe katika kizazi bila upasuaji, habari katika ukurasa wa 12 na ukurasa wa 13, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Tulitazame sasa gazeti Mwanahabari lenye limeandika Kumekucha Dodoma, serikali mpya kutangazwa leo bungeni. Jina la waziri mkuu lasubiriwa kwa hamu. Wananchi wafunguka, waziri mkuu ajaye awe mwenye hofu ya Mungu atakayeunganisha Watanzania pamoja. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Makonda mjengoni hapa kuibeba Arusha mjini, habari katika ukurasa wa 3. 38 washikiliwa kwa kuingia nchini kinyume cha sheria, habari katika ukurasa wa 2. Gazeti hili limeandika Dr. Mpango atoa wito kuimarisha ulinzi wa mazingira, habari katika ukurasa wa 2. Kesi ya Lissu yaahirishwa hadi itakapopangiwa kikao kingine, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari katika ukurasa wake wa 2. Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi, lenye limeandika Dr. Mwinyi kutandika mkeka wa mawaziri leo. Vyombo vya habari kutangaza moja kwa moja. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2. Mrithi wa Majaliwa kujulikana leo, habari katika ukurasa wa 2. UNICEF kusaidia ulinzi wa vyanzo vya maji, habari katika ukurasa wa 3. Macron aionya Israel kutaka kunyakua ukingo magharibi, ya habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani, mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Andambwile vs Yanga. Kuna jambo Kigogo TFF atia neno, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mechi zijazo za Yanga ni Oktoba 22 dhidi ya FAR Rabat, Novemba 28 JS Kabylie dhidi ya Yanga. Mwanaspoti limeandika Nabi Kamara ashangaza Simba. Mwenyewe azungumza na Mwanaspoti. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Novemba 23 ni Simba dhidi ya Petro Atletico. Gamondi kama hawa tu Stars, habari ni katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Bukayo Saka kufanywa kibosile. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Shakira anaezeka na utamu wake, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Gazeti hili limeandika kufuzu World Cup leo Alhamis ni Nigeria dhidi ya Gabon. Mchezo unapigwa saa 1 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe michezo limeandika bodi ya ligi kuu bara yafyeka waamuzi, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Taifa Stars yaenda Misri, Simba ya winda Petro. Undani wa taarifa hizi ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Mbwene adonukiwa shahada ya uzamili theolojia, habari katika ukurasa 21. Dr. Mwinyi kuongoza Zanzibar Marathon, habari katika ukurasa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Tumaliza kwa kulitazama gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wake wa nyuma, lenye limeandika Yanga tutakuwa imara, CAF yaondoa hofu mashabiki, hali ya Mudathiri yatamba kuvuna pointi zote. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Simba yaongoza mabao ya vichwa. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Ronaldo afunguka muda wa kustaafu, habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti hili linakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.